ni kwamba mpaka sasa hivi siaminiki naonekana mimi Mtimboe kwa sababu naongea na Lubibi, kwa sababu naongea na Chiduo. Ndio mazingira yako hivyo. Kwa hiyo nikiwa na akili zangu timamu ya bila kushauriwa na mtu yoyote, leo naondoka rasmi Chadema. Naongea mbele yenu ni katibu wa wilaya wa Chadema ambaye nipo Chadema toka mwaka 94. Mwaka jana mwezi wa 7 nikachaguliwa kuwa katibu wa wilaya. Nimekuwa muhanga wa chama hiki, lakini kinachonifanya leo nije mbele yenu, toka nimekuwa kwenye nafasi ya katibu wa wilaya kulikuwa kuna chuki, zihaka, maneno, na nimekuwa nikishambuliwa na watu ambao ni watendaji wenzangu kwamba katibu wa wilaya hafai kuwa katibu wa wilaya, na anayezungumza ni mwanachama mwenzako, ni kiongozi wa juu na viongozi wa mkoa. Sasa hizi chuki, ubinafsi, mimi binafsi kuja kugundua kwamba kuna makundi yametengenezwa ndani ya chama, na haya makundi yametengenezwa hata kabla ya uchaguzi wa chama taifa wa kumpata mwenyekiti. Tunafanya kazi za chama pamoja, kumbe kuna kundi lingine linatengeneza mkakati wa kuendelea kuwavunja nguvu wanachama wenzao. Lakini sio hilo tu. Mimi kama katibu wa wilaya kwenye mkutano mkuu wa Chadema uliofanyika Mlimani City wa kumtafuta mwenyekiti wa chama taifa, mimi niliongoza jahazi tukiwa na wenzangu makatibu wa wilaya na makatibu wa majimbo kwa kusema kwamba mheshimiwa aliyeshika chama hiki kwa muda huu, Mheshimiwa Tundu Lissu, hafai kuongoza chama hiki. Tulitoa dira sisi kama watu wa Kigoma kwa sababu mazira yake tuliyaona alivyokuja Kigoma akiwa anagombea urais. Alishindwa kuwanadi hata viongozi wake wa Chadema, mgombea ubunge na madiwani, alikwenda kuwanadi watu wa vyama vingine. Kwa hiyo sisi tuonyesha picha kama mtu huyu anashindwa kuwanadi vijana wake na ni wagombea, tuliamua kwa pamoja kusema huyu hawezi kuwa mwenzetu. Kwa maneno ya zihaka kama hayo na chuki ninazofanyiwa na wanachama wenzangu na viongozi wenzangu, mimi kama katibu wa wilaya na ndio mtendaji wa majimbo haya mawili, nimesema kuanzia leo natangaza kuondoka Chadema kwa hiari yangu na bila kusulutishwa na mtu. Kwa majina naitwa Hamisi Amrani Mkamba. Ukifanya kidogo wewe Mtimboe, ukifanya kidogo hivi, ukifanya kidogo hivi. Lakini kuna mambo yanaumiza, tunapaswa kuyavumilia kwa sababu sisi ni viongozi. Yapo ya wazi unaweza kuyasema, mengine ukayameza. Ndio sifa ya uongozi. Tukiwa mjini hapa, ninajaribu kuita vikao vya kamati tendaji. Wenzangu wanagoma kuja, wanagomesha na watu. Lakini nikiwa katika huo mchakato wa kulinda chama chetu, mimi nimepewa form za petition. Sasa mpango wangu mimi wa kumua sana, nataka kuchomoka ni muda wote. Nakusanya form. Mara sio usiku naletewa barua. Na wadogo zangu siwalaumu. Bado ndio katibu wa mkoa. Nikikuonyesha hata barua yenyewe hapo unacheka. Wapi hao vijana walio barua kabidhi pikipiki? Kwa katiba gani mimi nimesainishwa ile pikipiki? Na wale wenzangu wamepanic. Maana sikiza tukwambie wewe ni kaka yetu. Mambo baki nayo wewe. Ni hivi, wewe kinachokukumu kwa sababu kumpigia kura Mbowe. La kwanza. La pili, tunapanga kuvua chama kesho. Kwa hiyo huwezi kubaki na mali ya chama, mnaweza mkaweka chumvi kwenye pikipiki. Hayo yamenitokea. Bila kujali kwamba huyu ni kiongozi wala nini. Lakini lote ni nini? Ni kwa sababu tu ya uchaguzi, Mbowe. Lakini tumefanya mambo makubwa serikali za mitaa. Tumefanya kazi hatukuzidi watu 4. Tumetafuta wenye vitu wa mitaa, mimi na mwenyekiti wa jimbo. Tukishirikiana kidogo na mtu mmoja anaitwa Shabani, mjumbe wa kamati tendaji. Tumeenda kuibua wagombea. Hao ndio wanatoka naenda tena kwa wale wagombea, msiende kugombea. Mwenyekiti anatoa fedha. Mpaka naambia bwana wewe hizo unazipata wapi? Mimi ndo nazipeleka kwa mawakala kwa nani? Lakini leo anaambiwa yeye anafanya kazi ya CCM. Alafu najiuliza CCM watakuwa na akili gani? Yaani wakupe hela alafu uende kuwavuruga. Mnaposikia polisi walishikwa na kura.
ni kata mwenyekiti Rubuga. Ni kata Rubuga. Mwenyekiti mwenye kaingia kupambana nipo. Afu huyo unamuita leo CCM. Na ndio mtaa huo mmoja tulioshinda. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna mambo mengi ambayo sitaki sana niyazungumze kwa sababu na wagusa ndugu zangu, jamaa zangu, marafiki tulioishi kwa muda mrefu pamoja. Nichukue tu nafasi kupitia press hii niseme kwamba tokea leo muda huu mimi Hamisi Mkamba nimejivua vyo nilivyokuwa navyo, katibu wa jimbo, nilikuwa mjumbe wa kamati tendaji ya jimbo. Lakini pia niseme kwamba nimejivua wanachama rasmi ili nijaribu kupumzika, na wote niliowakosea niseme nitawataka radhi ndugu zangu, na mengine nimejaribu kuyafunika, pale mtakapochokoa basi tutaelezana. Kwa nini nimejitoa wanachama? Ni kwa sababu siaminiki tena. Hamna mtu mwenye nani hii tena mwenye dhamira nzuri na mimi. Kila mtu atakuwa anasema tusiingize kwenye grupu Adija ni timu mwamba. Tusiseme siri Adija ni timu mwamba. Sasa nijinyonge kwa sababu gani? Kwa sababu Chadema sio baba yangu. Chadema sio mama yangu. Chadema sio mume wangu ambapo anatoka kwenda kazini nafinya jicho ananiangalia ananiwekea hela pale kusema tahemea. Hapana. Kwa nini niendelee kukaa Chadema? Kwa sababu hiki chama kimekuwa cha wahamiaji. Wakati wa Mheshimiwa Mbowe hakikuwa hivi. Na mimi nimeamua kujivua wanachama kwa sababu uongozi tena sina. Ndugu zangu, wanachama waliyekuwa wanachama wa Chadema au ambao bado ni wanachama wa Chadema, lakini hata wale wasiokuwa wanachama. Mimi niko hapa, naitwa jina langu Kedmas Winston Mayani. Ni mwenyekiti wa jimbo la Kigoma Kaskazini Chadema. Lakini ifika hatua katibu wetu wa mkoa ambaye amekaimishwa kwa sasa kwa kushirikiana na mwenyekiti wa mkoa Bwana Bujoro, wamefika hatua wakadutenga sisi viongozi wa majimbo. Hata ukiwaambia chochote hawakupi ushirikiano. Lakini mbaya zaidi, mtu kama mwenyekiti ambaye nimegitumikia kwa muda mrefu, nashangaa na paki pikipiki sehemu za Urusi ambako ni kwenye chama kabisa halisi. Alafu katibu wa mkoa anawatuma vijana muibieni mwenyekiti pikipiki. Sio chukueni au muombeni, muibieni. Pikipiki nimeitafuta sioni, matokeo yake nimeenda polisi, hatimaye nimeamua ili wakakamatwe. Wanakamatwa wanasema sisi tulitumwa na katibu wa mkoa, na katibu wa mkoa anakuja anathibitisha ni kweli mimi ndiye niliyewatuma. Jambo ambalo niliona kumbe tunafanya kazi bila kuaminiana. Kwa mimi nimechagua kuamua kustaafu siasa. Nimechagua kuamua kukaa. Ila kwa juu ya hili swala, kwa mimi na moyo wangu sijashinikizwa na mtu. Nimeamua tu nijiengue na mbele ya mwenyekiti, katibu na wajumbe wenzangu. Kama mpo hapa wote mmeenea mbele yenu, sidaiwi kitu cha mtu. Sijachukua cha mtu. Kuanzia leo mimi ndo mwisho. Mheshimiwa Mbowe ameongoza hiki chama kwa muda wa miaka 20. Tunajua kwamba Tundu Lissu amejiunga Chadema, lakini pia akina God Bless Lema wametoka huko vyama vingine wanakuja kujiunga Chadema. Ni baada ya kuona kazi alizokuwa akizifanya Mbowe. Lakini leo wale ambao waliona kazi nzuri anazifanya Mbowe ndio amekuja kuwa wakosoaji. Penda sana Chadema. Nilipenda sana Chadema, lakini sina budi. Siwezi kuendelea kufanya kazi na watu ambao wana ubaguzi. Leo wamembagua mtu fulani, kesho itakuwa ni zamu yangu. Kwa hiyo kwa muda huu, ndugu zangu, viongozi pamoja na wanachama, mimi Epifania Alex ninajivua uongozi wa ngazi zote nilizonazo kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Pia najivua wanachama. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.